moja mpaka kama 8-9 hivi. Matthew chapter 2 verse 1 goes down and down and down and down. I think I'll read up to 10. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari ya kwao Kristo amezaliwa wapi. Nao akamwambia, katika Bethlehemu ya Yuda, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawatuma Bethlehemu, akasema, nendeni mkachunguze kwa makini habari za mtoto, na mkiisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia mpaka iliposimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Tuende katika kitabu cha Luka 2:1. Luka 2. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa mtawala wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Yudea mpaka katika mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa ukoo na jamaa ya Daudi, ili aandikiwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika umerudia pale. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukang'aa pande zote, wakaingiwa na hofu kuu.
Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Jina la Bwana lisifiwe. Tusimameni zote tuweze kuomba kwa ajili ya neno hili. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tumenyenyekea chini ya uvuli wa mabawa zako, maana wewe ndiye Mungu wetu na Baba wetu, Mwokozi na Mfalme wetu. Wewe uliyetuumba katika dunia hii na ukatuhuluku katika tumbo za mama zetu. Wewe Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, ambaye katika neema zako nyingi ulimtuma mwana wako wa pekee Yesu Kristo aje afe msalabani, kifo cha aibu na shida na matatizo mengi kwa ajili yetu. Mfalme Bwana, leo tunaketi hapa kukumbuka historia ya vile Yesu alivyokuja katika hii dunia ili utafute chote kilichopotea na uweze kukiokoa katika jina la Yesu. Bwana, tunapofanya hivyo tunaomba neema itokanayo na wewe, neema ya kuweza kusikia neno hili na kulifahamu na kuliweka katika mioyo yetu, na pia neema ya kuweza kulihubiri neno hili katika jina la Yesu. Tuomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika kila hatua, tukiwa tunakemea nguvu zote ambazo zinapingana na Injili, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Tunaweza tukaketi chini. Haitakuwa rahisi kuelewa mambo ya Christmas. Kama unataka kujua jambo, ajua mwanzo wake. If you want to know the end of a matter, you cannot be able to understand it until you have known the genesis. Kama hujajua mwanzo wa jambo, mwisho hautaweza kukuelewa vizuri. Nataka nianze mwanzo ili tuende pamoja, kwa sababu jambo hili la Christmas nataka wakati huu lieleweke zaidi kuliko wakati mwingine. Jambo la kwanza, wale ambao wanaandika notes, you need to go with me. Jambo la kwanza ni lazima Yesu agezaliwa kule Bethlehem. Nitakuja hapo baadaye. Lakini kwanza aliwekwa kwa hori kwa sababu yeye alikuwa chakula cha kondoo. Ndio sababu Mungu alipanga tangu mbele. Hii tunaita kwa Kiingereza predestination. Predestination means jambo ambalo limepangwa kabla ya wakati wake, ili wakati fulani, kama vile ilipangwa na Mungu ya kwamba wewe utazaliwa na siku ya leo utakuwa hapa Talent na Bishop Kamuri atakuwa mbele zako na atakuletea neno. Hiyo si jambo ambalo limepangwa na wewe ama mimi. Hilo ni jambo lilipangwa kabla ya dunia kuanziwa, na ikapangwa vile itakavyokuwa na ikafanyika. Hii nayo ya Yesu ilikuwa imefanyiwa hesabu mingi sana na mbinguni. Serikali ya mbinguni ambayo ilituma Yesu ilikuwa na mpango dhabiti, ile tunaita predestination, ya kwamba yule anatumwa ni nani. Yule anatumwa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye yeye alisema mimi ndimi mkate wa uzima. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ni lazima yeye akizaliwa awe katika hori la ng'ombe ama kondoo, maana yeye anasema sisi ni kondoo wake. Tunaendelea na tafadhali tuende pamoja. Ya pili, ilipangwa vizuri ya kwamba wakati ambapo Yesu atakuwa akizaliwa, wakati atakuwa amefika siku ya kuzaliwa, itakuwa ni wakati wa watu kuhesabiwa, ili watu waweze kutoka pahali pao na waende kule. Yusufu na Mariamu hawangeenda Bethlehem. Kile kilifanya Yusufu na Mariamu waende Bethlehem ni kwa sababu kuna sheria ambayo ilikuwa imesema watu waende wakahesabiwe, na kila watu wahesabiwe kwa ukoo wao. Na maana wanahesabiwa kwa ukoo wao, wanaenda mahali pao ambapo wanajua hapa ndipo ukoo wetu unaanza, ndipo tutahesabiwa hapa. Jina la Bwana lisifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Kuna watu wako na siasa zao za hapa mitandaoni na kila pahali,
wanasema Yesu hakuzaliwa tarehe 25, Yesu alizaliwa nini, Yesu alizaliwa nini. I can answer them direct on this YouTube. Niwaambie, with us we don't contend with that. Sisi hatuwezi kusimama kubishana, alizaliwa usiku, alizaliwa mchana, alizaliwa wapi, alizaliwa saa ngapi. We don't care that. What we know is that Jesus was born. This simple, period. Yesu alizaliwa, na hiyo ndio tunajua. Nataka niingie kidogo nikuambie, katika kitabu tumesoma cha Mathayo kinasema kulikuwa na watu ambao wanaitwa they call them in English magi, ama wale watu ambao ni wasoma nyota, wale mamajuzi ambao walitoka mahali tunaita Persia. Persia ndio mahali tunaita leo Iran. Na kulingana na hii walikuja kutoka Iran wakaja Bethlehem. Kama una kitabu anza kuandika sasa. Kutoka Iran kuja Bethlehem ilikuwa ni kama kilomita 800 ama 1000, about 800 to 1000 kilometers. Na walitembea hizo zote ili waende wakamuone Yesu. Walitembea kwa miguu. Kulingana na tarakimu inasema walitembea kwa muda wa aidha siku 10 ama 14. It took them 10 to 14 days walking ili wafike mahali ambapo Yesu alikuwa. Ni safari ya siku nyingi ambao walitembea. Jina la Bwana lisifiwe. Now, hawa watu mamajuzi, maana walikuwa huko Iran, walijuaje mambo ya Yesu Kristo kuzaliwa? Kitabu cha Danieli 6:1 mpaka 5 inaeleza vile Danieli, vile mfalme alihitaji kuwa na watu wenye hekima. Na katika dominion yake yote akataka watu 120 ambao watakuwa kama provincial commissioners, kama vile tuko na provincial administrators katika ufalme wake wote. Na akataka atafutie watu ambao wana hekima ya juu ambao watasimamia wale wengine. Katika kutafuta ni nani atasimamia wale wengine wote, ikaonekana yule mtu ambaye ako na hekima zaidi ni Danieli. Yeye anaweza kusimamia ufalme wote na asimamie watu wote ambao wamewekwa kama provincial administrators ama provincial commissioners. Blessed be the name of the Lord. Hawa watu ambao walichaguliwa 120, wakati waliangalia ati Danieli ndiye atakuwa mkubwa wao, wakakasirika. Wakaona hatuwezi kubali Danieli awe mkubwa wetu. Kwa hivyo wakaenda kwa mfalme. Wakaambia mfalme, fanya hivi, wewe ni mfalme mkubwa na kuna watu hawakuheshimu. Fanya wewe sanamu yako kubwa ambao kila mtu atashurutishwa, atalazimishwa kuinamia. Na ikafanywa mchongo na mchoro mkubwa sana, na ikasemekana ya kwamba yule hata inamia ule mchongo, yeye atashikwa na atawekwa ndani. Bwana wetu asifiwe sana. Hapo ndipo Danieli alikataa, maana walienda wakasema hiyo mchongo ifanywe, maana walijua Danieli hiyo ndio tu mtego. Hakuna jengine utashika Danieli. Ukitaka kutega Danieli, mtege kwa uhusiano wake na Mungu wake. Usikivi nasema, kama unataka kutega Danieli, mtege kwa uhusiano wake na Mungu wake. Ugenda kunyitukia Danieli, tonyerera gatagati gake na Ngai wake. Tondu kiria Danieli atangithaka na kana atangenda itherũ ni Ngai wake. Alikuwa kwamba hawezi taka mchezo na Mungu wake. Kwa hivyo wale watu 120 waliweza kujua, ili tuweze kushinda Danieli, tutaenda kwa mfalme ashurutishwe aweze kuinamia mchongo na sanamu ambayo ilitengenezwa, na walijua Danieli hawezi. Kwa hivyo Danieli alikataa na akaendelea na maombi yake, na mwishowe kama vile unajua historia ilienda, alishikwa kapelekwa mbele ya mfalme, na ikasemekana yule hata kubali, yule ataomba Mungu mwingine, atawekwa katika tundu la simba. Na Danieli aliendelea kuomba Mungu
mara 3 kwa siku. Kila kitu ambacho kimeandikwa katika Biblia kina maana. Anything written in the Bible has something to teach us. Wakati tunaambiwa kwamba Danieli aliomba mara 3 kwa siku, inajaribu kutuambia ni vizuri Mkristo kuomba mara 3 kwa siku. Unapoamka asubuhi unaomba. Popote ulipo, katika pahali popote, unaweza kuwa hata shambani, hata kazini, wakati umepewa lunch, unaweza chukua dakika zako 2 ama 3 na uambie Mungu ni asante kwa mchana wa leo, just that jioni the same. Sasa maana Danieli alikataa na kuendelea kuomba Mungu, walimpeleka kwa mfalme. Mfalme, wewe unajua tuliongea hapa na ikawekwa muhuri ya kwamba atakayeabudu Mungu mwingine aletwe hapa, atupwe ndani ya tundu la simba. Sasa tumepata mmoja hapa ambaye anaitwa Danieli. Yeye hata hashughuliki na hiyo Mungu wako, kazi yake anaofanya maombi mengine anafanyaga kila asubuhi saa 7 na jioni. Danieli akashikwa. Wakati mfalme alisikia ni Danieli, alistuka na akaona hii mambo imeharibika. Maana he loved Daniel so much. Maana alipenda Danieli zaidi. Maana Danieli ndiye alikuwa anamsaidia kazi. Unajua kazi ikiwa mingi kama vile sasa tuko na makanisa, sasa tuko na kanisa hii, tuko na makanisa mengine wapi na wapi na kila pahali, na kama vile kulikuwa na conference, lazima kuna mtu mmoja ambaye alinisaidia wakati siko, ambaye alihakikisha mambo imeenda kulingana na vile inatakiwa iende. Mtu kama huyo kwangu ni wa maana na ni wa dhamana, maana ananisaidia. Jina la Bwana asifiwe. Na hivyo mfalme aliona Danieli kama ndiye atatupwa kwa tundu ya simba, hii maneno itakuwa mbaya. Kwa hivyo akaita Danieli polepole. Mfalme akamuita kwa ofisi yake, akamwambia Danieli, mimi nakupenda, lakini hii kesi imekuangukia, na kulingana na ile muhuri nimepiga, itabidi sasa wewe uinamie ama utupwe kwa hii tundu ya hawa simba, na hawa simba watakukula, and you are a man I love. Sasa nataka kukuadvise hivi as a friend, wewe usikubali mimi nishurutishwe nikutupe kwa hiyo tundu ya simba, maana hawa simba wanawekwa wakiwa na njaa na watakurarua. Fanya hivi, wewe ukubali hiyo kuinama ili usitupwe hapo. Danieli hakuongea kitu. Alipoachiliwa alienda kuendelea kufanya kuomba Mungu wake vile alivyojua. Na Biblia inasema alipoletwa sasa, mfalme hakuwa na jambo lingine ni kumtupa kwa hiyo tundu, na hizo simba zilikuwa ndani. Danieli alishikwa na akatupwa. Lakini maana mfalme alikuwa anampenda sana, mfalme hakulala usiku wote, the whole night hakulala. Wale wengine walilala wakishangilia, wakisema hako ndani atakuliwa na simba, lakini mfalme hakulala. Sasa asubuhi saa 11:30 mfalme alikuwa ameamka, hata hakuoga. Akienda kwa tundu ya simba akiitana, Daudi mtu wa Mungu, Danieli mtu wa Mungu, bado uko ama umekuliwa? Danieli akamwambia mfalme, mimi niko, maana Mungu ambaye ninamwabudu alishuka na akaja akashika hawa simba na hawakuweza kunikula. Hata badala ya hivyo hawa simba walinifanya mimi kuwa rafiki wao katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. We serve a mighty God. We serve a mighty God. Wakati Daudi alipoamka, mfalme akiwa na mshangao akatangaza, nimetangaza ya kwamba katika nchi hii ambayo ninatawala hapa, Mungu atakaye abudiwa ni Mungu wa Danieli peke yake. Sasa Danieli akapata mandate. Danieli akapata ile tunaita audacity and mandate and authority to begin to preach the word of God. Kwa hivyo akawa na nafasi ya kuhubiri neno la Mungu sasa, maana mfalme amesema yule ambaye atakaabudiwa ni Mungu wa Danieli. Danieli kuwa na kitu tunaita access. Access ni kupata nafasi ya kuingia katika mahali fulani. Danieli alikuwa na access ya kupata vitabu kutoka Yerusalemu na kuzileta Babylon na kulisoma. Akafundisha watu mambo ya Mungu na utabiri
na mambo ya Yesu Kristo ambayo imeandikwa katika kitabu cha Isaya. Danieli akafundisha watu huko wote, ni watu wa mataifa kawafundisha huko. Sasa hawa watu wakati waliona nyota, mara moja akili zao zikarudi kwa Danieli. Wakati waliona nyota tofauti na nyota zingine, wakakumbuka hapa miaka imepita, kulikuwa na kijana aliitwa Danieli, na huyu Danieli alitupwa katika tundu la simba, na hawa simba hawakumla. Na mfalme Ahasuero akasimama akasema, Mungu wa Danieli ndiye ataabudiwa. Na Danieli alituambia mambo hii ya hii nyota. Bwana wetu asifiwe sana. Hivyo ndivyo walijua mambo ya nyota, na wakaanza kuifuata. Wakafuata ile nyota, wakaja wakafika, wakaja na waenda kwa mfalme. Lakini mfalme kule Yerusalemu akamwambia, pana, nyinyi endeni mtafute, mkipata mahali yako na mimi niende nikamwabudu. Blessed be the name of the Lord. Now hapa kuna kitu kimoja tu ambacho tungeweza kuguza kabla niteremke chini, na ndio nataka uangalie vizuri please. Hii mambo iko na so many subjects. Kama ni kufundisha katika seminar, hii inaweza fundisha for 1 week every day without going anywhere else. Jambo la kwanza ni hii: hawa mamajuzi walikuwa watu wa mataifa. Sema watu wa mataifa. Walikuwa watu wa mataifa, na wako 1000 kilometers away, mahali tunaita Mesopotamia. Na wakiwa huko wanaona nyota na wanaitabua. I don't know, I want to preach here. Wakiwa huko mbali wameona nyota na ni watu wa mataifa na wameitabua. Adua dorere mwana ajata na mame kurana na Yahudi na mekodo kilomita 1000 na mamenye no nile Danieli atohujerie horo wayo. Hii nile Danieli alihubiri juu yake, na wakaanza kuifuata. Na wakati wanaifuata 1000 kilometers away, Yesu anazaliwa hapa Bethlehemu, na kuna watu pale kwa nyumba ambazo zimejaa. Kuna watu wako kwa hizo nyumba zimejaa. Kuna ndo nyumba inaishi mukao hizo watu kane koyoru Yesu Maria mumatikio na hado mutirajigwa. Kuna watu wako kwa hizo nyumba na hawajui kwamba Yesu anazaliwa. Watu wako 1000 kilometers, watu wa mataifa wamejua kuna Yesu amezaliwa na tumeona nyota yake, lakini waliokuwa hapo karibu hawakujua na hawaoni na hawafikirii. Yosef na Maria mumbe haruja watu kana mukaweke data na adosho mayurete ona matiramanya kera dina bereke matiramanya kera dina bereke no methi na watu wale mali kuna na kilomita 1000 na mali andu andurere ti Ayahudi acio makiguukirwo na makimenya. Hao wakapata ufunuo na wakajua, na wakati walipata ufunuo na wakajua, wakaanza safari kwenda kumtafuta huyu Yesu Kristo. Nataka nikuambia mchana wa leo, kuna watu wengine wanaweza kaa hata hii kanisa na wakae hata miaka 20 na hawezi kujua ni kitu gani inaendelea hii kanisa. They will not know. Bwana tusiwe sana, hawezi jua. Na kuna mwingine atasikia kutoka mbali aseme, mimi nataka kwenda kanisa ya Talent, na akuje hapa na aokoke na abarikiwe na akuache hapa kuwa meketi chini. Wala Wayahudi mambo inatendeka hapo nje. Yesu arashirwa auja Emmanuel gaya mwana na matiramenya matigikurana niki, sababu hawakuwa watu wa kupenda kusoma maandiko. Kama wangekuwa wanasoma maandiko, wangekuwa wajua kwamba Yesu atazaliwa. Jina la Bwana lisifiwe. Now, nilisema this was a setup. Kwa nini? Maana Yesu Kristo lazima azaliwe Bethlehem. Kwa nini azaliwe Bethlehem? Kwa sababu kulingana na Kiebrania, Bethlehem ni kusema nyumba ya mkate. Andika hivyo.
Kwa Kiebrania Bethlehem ni kusema nyumba ya mkate, na hii nyumba ya mkate lazima Yesu azaliwe huko, maana yeye ndiye mkate. Listen, hayogei mambo. Nilisikia mtu mwingine akihubiri mambo ya Bethlehem ati ni nyumba ya mkate, ati kwa hivyo huyu Naomi wakati aliondoka ndio sababu alipata njaa. Hapana, ni Bethlehem ni nyumba ya mkate kwa sababu Yesu ndiye mkate wa uzima. Ndio lazima angeenda kule Bethlehem, maana yeye ndiye mkate, ndio Bethlehem ikamilike katika jina la Yesu Kristo. Now, jambo lingine ni hii. Bethlehem ndio ulikuwa mji wa Daudi. Hello. Yule mama anaitwa Rachel. Rachel alikuwa ni bibi ya Yakobo, ambaye Yakobo alimpenda kuliko Rakeli. Huyo Rachel wakati alikufa alizikwa hapo Bethlehem. Na unajua huyu Rachel ndiye alikuwa amezaa Yusufu. Na Yusufu ndiye watoto wake Yakobo alibariki wakati alibariki Manase na Ibrahimu. Akabariki wale watoto wa Yusufu ndio watachukua utawala na uongozi wa Israeli. Huyo Rachel naye alikuwa amezikwa pale Bethlehem. Daudi alizaliwa Bethlehem, ndio kwao. Daudi alimwagiwa mafuta Bethlehem. Kwa hivyo sasa lazima wakati Yesu anazaliwa na ni wa ukoo wa Daudi aende kule Bethlehem. Kwa sababu nini? Hapa Bethlehem tadorai ndiko hujole hujegera ndia hujekera kwa yadhugu riu waga kuikara wega reke dunyita ikara wega biu ikara wega na weka mutogu. Nasema hivi shosho ndoiga atiriri, Jesu aciarirwo Bethlehem tondu andu mathia kwandikithio o andu na muhiriga wao na nyumba yao, na aya mari a muhiriga wa Daudi. Na kwa Daudi kwale Bethlehem, Daudi aciarirwo Bethlehem, na nikuo Daudi aitiririo maguta kuno mwaga Jesu agathire kuu. Wakeri Bethlehem ni kuga nyumba ya mugate, na Jesu niwe mugate wa muoyo, no mwaka mugate ugathire kuria Jerusalem. Nituratwarana haya kego kinyithi ndo akicucu kumba haure ndatoci ndo ikara tu ndatoci ucinyitwega muno kuma hau cucuri. Mundu wetagwo Jakubu niwe watigiirwo ruriri rwa Isiraeli ni Isaka. Ni warikana Ithaka ari na ihe cigana Esau na Jakubu, akirathima Jakubu. Nake Jakubu akihikia atumia eri, umwe etagwo Rakeli, uria ungi etagwo Rachel. Ndendete Rakeli to Rakeli anirwo kia hinya na Kihibirania, endete Rachel. Rachel niwe wacokirie agiciara kamwana getagwo Joseph, na Joseph niko gacokirie agithie Misiri nigetha kagire andu othe kamatware Misiri. Nirathikire na meku Misiri, wakiwa huko Misiri kukawa na njaa, wakaenda mpaka wakalete mpaka Yakobo baba wakamlete huko. Akiwa huko ikafika wakati wake wa kufa, akamwambia Yusufu, nikifa usinizike hapa Misri, unipeleka katika nchi ambayo Mungu aliniahidia. Lakini kabla sijakufa lete watoto wako wewe Yusufu. Irathimo ni ciehera andu othe riu. Riu Jakubu acerekeria hareo hale Joseph, wewe Yusufu lete watoto wako ni wabariki. Yusufu akaleta kijana anaitwa Manase na mwingine anaitwa Efraimu. Lakini igawa Yakobo alikuwa kipofu, Jakubu agitumumu, araherwa Manase haha na Efraimu arathime. Manase ni wale mukuru, Efraimu ni wale munini. Akinyita moko make guko kwa ureo hado haigirire mundu gwetwo Manase hado haigirire Manase aigirire mundu gwetwo Efraimu, na kwa guko kuge akigirira Manase. Joseph akimwira ciana uraitia baba urarathimo uria munini handu horia mukuru. Ndio akiranetia moko akireherwo ningi umukuru. Joseph ithe akimwira tiga kuweheria neju uria ndireka onetwo spesa kirathimo gyaku gitingi gutiga. Hata kama watu wanataka kuondoa baraka yako hawataweza.
hata kama watu watajaribu kuondoa baraka za watoto wako hawataweza. Yusufu alijaribu kupindua mkono wa baba yake, lakini Yakobo akasema hapana, I know what I'm doing. Mimi ni kipofu na sioni, lakini kile ninajua, kile ninafanya ninajua. Maana Manase alikuwa amebarikiwa tangu tumbo ya mama yake. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo na lisifiwe. Kwa hivyo sasa, huyu Yusufu mama yake Rakeli ndiye alizikwa Bethlehemu. Sasa Rakeli, ukisoma katika kitabu cha Mathayo kinasema sauti ikasikika Rama, Rakeli akilia, na hangeweza kunyamazishwa maana watoto wake walikuwa wameuawa. Ni wakati huu wa Herode. Hidino Herode oiga ne kuraga twana munabii akoiga atiriri koroni riria Rakeli muoyo tondu mwene ruriri ruru ndagira akirikane kurira. Bwana tusiwe sana. Rakeli hakuwako. Rakeli alikuwa amekufa miaka maelfu na maelfu, lakini nabii anasema rushero ruroragwo, hawa vijana wanauawa, vijana wavulana wanauawa wa Israeli, ni rushero rwa Rakeli, to ni rushero rwa Josefu murio, na ni rushero rwa Manase murio, ni ruroragwo riu munabii akoiga atiriri korwo Rakeli muoyo ndangĩrakire kane kurira, arora na wamenya atiriri ciana cia tuheitire ho. Hello? Bwana wetu asifiwe sana. Now, let's proceed. Huu mji wa Yuda ambao uliitwa Bethlehemu, ndipo ambapo huyu alikuwa anointed pale. Yesu alikuwa, ndio tumesoma, tumeongea hapa, ambao iko katika kitabu cha Yohana 6:11 kwamba mimi ndio mkate wa uzima. Yohana 10:11 inasema I'm the good shepherd, mimi ndio mchungaji mwema. Na ndio sababu Yesu alikuwa katikati ya wachungaji. Wakati alipozaliwa alikuwekwa katika holi na katikati ya wachungaji. Yesu akasema mimi ndio mchungaji mwema kuliko hawa, nimewekwa hapa maana mimi naweza kutoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo. Yohana 10:14 inasema yeye anawajua kondoo wake na kondoo wake wanawajua. Jina la Bwana wetu lisifiwe. Nao hawa watu ambao wanaitwa the wise men walikuwa wengi. Hawa watu wanaoneshana kwa watatu. Mnanisikia? Mutikala ganajugire na githomo. Umothe mundu akogada. Ando amaretagwo ogea jata. Mona nagio maregana. No marege kundi kia andu aingi muno. Kiria gitumaga monionio mari atatu ni to wa atatu ni mahingurire iheo, ni makuite iheo. Ndio na zile zawadi ambazo walikuwa wamebeba dhahabu. Halo? Walikuwa wamebeba dhahabu, na pia walikuwa wamebeba dhahabu, na walikuwa wamebeba manemane na tunu. Hii ni kusema kwamba dhahabu, wakati wana wa Israeli walifika Jordan wakiingia katika Jericho, Mungu aliambia Joshua, ambia hawa watu wakiingia ndani, dhahabu yote ni yangu. Bwana asifiwe. Makiro dhahabu mutigathukangie ni ciakwa. Ria moimaga Misiri Ngai oigire o mundu athihe jirani wake ahoe dhahabu ikoragwo cirĩ cia Ngai throughout. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Bwana wetu asifiwe. Nani tunaendeshana mpaka hapo? Ama nimekuwa na mambo nyingi. Haro. Haya. Tuende mbele kidogo. Kutoka kitabu cha Ruth 1:19 inasema Naomi na Ruth they went until they came to Bethlehem. Wakati walipokuwa wanatoka kule nchi ambao walienda ya Moab, walienda mpaka walipofika Bethlehemu, ndio wakakaa pale. Kitabu cha Samueli wa pili 23:15 inasema ya kwamba David wakati mmoja, mtuzikirie githomo kikiritu, mbona thikiria maandiko maraga wakati mmoja kulikuwa na vita
na hiyo vita ilikuwa kati ya Wayahudi na Wafilisti. Lakini Wafilisti walikuja, hebu leta ile kitu hapa. Mashaja leta hiyo kitu hapa. Hiyo kitu ya fungu la 10 weka hapa. Wakati hapo, ndio hapo. Weka hapo tu. Pana leta hapa karibu na naona huko ode. So rudi naye huko nyuma kidogo. Rudi nyuma hapo. Sasa hii ni kisima ya maji na iko Bethlehem. Murathikiriria. Giki niki? Kisima giki? No giko. Bethlehem. Sasa Wafilisti walijua kwamba ukitaka kushinda Myahudi, fugia yeye asiingie Bethlehem. Ugenda kwa Myahudi, ugeria dakatonyeke Bethlehem. Hebu nipata vijana 10 hapo. Vijana haraka, 20 boys quickly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ongeza wakuwe 15 20. Haraka, hapana kutembea. Please. We are in hurry. Kuja haraka. Kujeni bio. Kujeni hapa. Someni hapa. Nyinyi askari wa Filisti mnaangalia hapa ndio kuna piganwa. Simameni hapo. Angalieni hapa. Sasa nyinyi ndio mnakinga ile kisima. You understand what you are doing? Hii ni kisima na ndio mnakinga mtu asije karibu. Jioni mpaka hapa. It is not there. Come here. Muko hapo. Karibiani hapa. Nyinyi mnakinga mtu asije kwa ile kisima. Halafu wale wanaume wengine wakuja hapa, kina Macharia, kina nani, kujeni nyinyi, kina mwalimu, kujeni everybody, just come, you men there, wewe kuja Kihara wanajifanya mzee, kujeni hapa. Baba Shira kuja, bado hujazeeka. Wapi dongo wa Shira? Kujeni hapa, ndio jioni hapa. Sasa muangalie hapa vizuri. Nani anaangalia? Nani ananiangalia? Mundu ndorete kwa gugu. Haya. Muduraji wone kwa. Asante. Sasa hawa ni waskari Wayahudi. Hawa ni Wayahudi. Na Daudi ndiye komanda wa hii jeshi, ndiye huyu Daudi ndiye komanda hapa. Daudi ndiye komanda wa hii jeshi. Daudi ndiye anakomanda jeshi la Wayahudi. Nao hawa wamejikaza hapa, wanapambana na hawa ni vita. Lakini Bethlehem ni hapa na ndio kisima ya maji iko. Nafikiri sasa hata wewe jiunge na wale wako huko. Hata wewe keyboard hakuna songa wale huko. Ingia kufanya haraka wacha wa keyboard. Eda pande ile ya wasee huko wale wa Daudi, wewe kwa mtu wa Daudi wewe. Huko ndio ulethi ya kawaida tukumanana. Eda haraka. Waiko kuja enda huko. Sasa ndio hapa nataka muone mambo ya Bethlehem. Kuja hapa. Wakati vita imepiganwa hapa, ikapiganwa siku ya kwanza haikashindikana. Siku ya pili ikapiganwa ikashindikana. Hao watu wamejikinga, maana wanajua kama hawa watu wataingia Bethlehem tutashindwa. Kwa hivyo sisi tukige wasiingie Bethlehem. Sasa ile mambo ilisiwa watu ni hii. Huyu ndiye komanda, akapigana ni Daudi. Daudi sasa akasema wakati vita imechacha, akaambia hii watu wake, mimi nasikia nimepatwa na kiu karibu nikufe sasa. Na niwe komanda. Danyota ile ndadaiwa takukua. Niwe komanda makamulia tuweke ate. Akimera no nyire mai kuma githimaini kia Bethlehem. Araga no anyire mai kuma githimaini kia Bethlehem na kina guku aya ni marigereirie. Hawa wamekaa pale. Kaeni kama askari na nyinyi wacha kukaa sasa wakojwa wewe ndugu. Unakaa. Unarudisha mikono nyuma. Askari nakaa hivi, unakaa hivi. Kaa gangare namna hii. Kaa hivi kama mtu wako kwa vita. Unakaa gangare namna hii. Hapana kaa hivi. Unakaa hivi. Usitupwe. Kaa vizuri. Ya namna hiyo. Sasa Daudi na dia komanda karibu washindwe. Tamaka oirete ya thigari ciake atiriri kiria kingituma ahote guthi na mbere no iwo mai moimete githima-ini kia Bethlehem na githire make naku
mai macio megũkate megũkate rĩu no mambire mahũre aya makĩremire aya makĩrũte na thikũ ithatũ na matirahũrĩka marũte thikũ icio na matirahũrĩka na mthamaki nĩgetha anyue maji kuma gĩthima kĩa Bethlehem. Sasa vile alifanya, kulitokea watu watatu majitu, moja, mbili, majitu kuja kuja, wakatokea majitu watatu, wakasema liwe liwaro, hiyo maji tutaleta. Kana lete hodi ba maji no mokatoke ate. Andũ mokire aya atatu makĩeheria andũ makĩmathirikania mena, magĩũka haha Bethlehem, magĩtaha maĩ, magĩcoka namo manyitĩte ũũ, makĩgera gatagatĩ ka andũ aya, magĩũka makĩnengere Daudi mauka na makĩnengere Daudi maĩ, makĩmwĩra maĩ mahĩtware. Daudi wakati aliangalia hiyo maji akasema ndikumanyua, akiuga andũ aya matuĩkania thigari ici tarĩ ũndũ itarĩ ndona, na andũ aya gũkua megũkuaga. Kunyua maĩ manĩte kunya thakame ya andũ aya, tondũ andũ aya merutĩra gũkua nĩgetha nyone maĩ marĩkũ, maĩ maya. Sasa Daudi wakati alishika hiyo maji tu hivi, ndio walipiga hawa Wafilisti, wakashinda, wakawamaliza na wakaweza. Haya majitu waingie saa hii kwanza, wapite mpaka mwisho. Do the force. Go with the force. Go with the force. Go with the force. Enda with the force. Ndio, huyo mmoja amefika, mwingine naye aende. Hiyo mmoja amefika. Mmoja amefika. Basi ndio hao. Wanachukua maji hapa katika kisima cha Bethlehem. Wamechota maji sasa. Wakati unaona Yesu akizaliwa Bethlehem, kuna mambo mingi sana ya historia ambayo inafanya Yesu akazaliwa Bethlehem. Haya, wakachota maji ya Bethlehem, sasa wanataka kumpelekea Daudi, wakachukua maji. Na maana sasa nyinyi mmeshindwa, sasa hamuna nguvu, sasa wao wanapita, leteni maji, mpatie Daudi maji kutoka kisima cha Bethlehem. Wakaleta, pigeni Bwana Yesu makofi. Wakati Daudi alishika hii maji akasema, nikinywa hii maji ni kama kunywa damu ya hawa watu. Tondũ mahonoka ke ciara na nĩgũkua megũkaga atĩa nĩgetha mandehereke. Akiuga ndikomanyua nĩta kũnyua thakame ya andũ aya, ndamanyuire. No Afilisti makĩhotwo mũthenya ũcio nĩ ũndũ wa hinya wa kuma Bethlehem. Unajua nataka leo uelewe Bethlehem. Nataka ili ukisimama mbele ya watu kuongea, wao wanapenda kuhubiri. Ukiwa mbele ya watu kuhubiri, unawapa mambo ya Bethlehem mpaka wanakuuliza unajuaje hii maneno. Bwana wetu asifiwe sana. Hao watu walileta dhahabu na wakalete fedha na wakalete manemane. Manemane ni nini? Kwa hiyo mmoja wagithomo, manemane ni kii? Manemane ni nini? Nani anajua? Manemane ni mafuta, na hiyo mafuta inatolewa kwa mti, na ule mti unatoa mafuta. Yale mafuta yalitumiwa kwa kujipaka na kwa kuponya magonjwa. Kwa hivyo ilikuwa ni dawa. Kila mtu, watoto walikaa na hiyo manemane ikipatikana, lakini haikuwa inapatikana maana hii imetoka kule Iran, Persia, wakaja nayo manemane. Ilikuwa ni mafuta mazuri, yananuka vizuri. Kama wewe ni mgonjwa, ukinywa unapona, ukijipaka unang'aa, ngozi yako inakaa kama ya mtoto. Ndio sababu walilete manemane pamoja na dhahabu na zawadi zingine. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Leo ndoriraga andũ akĩreherwo dhahabu na fedha na manemane. Ũrio ni manemane nĩ kĩndũ ũrota gũtarĩria. Manemane nĩ maguta moimaga mũtĩ-inĩ mathondekagwo. Ũngĩnyua nĩ ũkũhona,
ungihaka ngothi kuhana ya kana umarehire Yesu. Nimalize now ukisoma kitabu cha, nataka kumaliza sasa, ukitaka kusoma katika kitabu cha Numbers 24:17, yani Hesabu 24 mstari wake wa 17, inaongea juu ya mtu aliitwa Balaam. Balaam yeye alikuwa mtu wa Moab, na yeye alioneshwa juu ya kuzaliwa kwa Yesu, na akaongea akasema, tazama namuona lakini si sasa, nyota itatoka katika nyumba ya Daudi. Aliongea juu ya nyota Balaam. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Glory be to the name of the Lord. The Magi recognized Jesus as the King of Jews. That's why they carried the gifts. Hawa watu ambao walikuja, mamajusi, walijua Yesu ni mfalme. Zawadi ambazo waliletea Yesu hazipewi mtu wa kawaida, hazipewi mtoto, zinapewa mfalme. Indo icio maheire Yesu itiagire kuheo mundu wothe, iheagwo muthamaki. Indo icio ndo makuite dhahabu na fedha na manemane, itiheagwo mundu wothe, iheagwo muthamaki. Koguo makirehe indo icio moka kugatiriri, huyu ni mfalme wa Wayahudi. Jina la Bwana lisifiwe. Blessed be the name of the Lord. Now, kuna uhusiano kati ya Danieli na Yesu, kwa maana Danieli alistakiwa na uongo na akakatiwa kesi kwa uongo bila huruma, lakini Mungu akamuokoa. Yesu alikatiwa kesi kwa uongo, akastakiwa kwa uongo, lakini Mungu akamuokoa, akamfufua. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Now, hebu niende nikimalizia. Tukiangalia jinsi Yesu alivyokuja, kuna kitu tutaangalia na tuone vizuri sana, ya kwamba hakuja kwa sababu akuwe mtoto. Wale ambao walifikiria yeye ni mfalme wa Yahudi, yeye wakati alisimama katika sinagogi alishika kitabu na akasema, ufalme wa Roho wa Mungu wako juu yangu, ili niwaze kuwaganga wagonjwa, wanaolia ni wacheke, wanaohuzuni wafurahi, waliopakwa jivu ni wapake mafuta. Hiyo ndio kazi ambayo Yesu alikuwa amekuja kufanya. Now, in other words, Jesus Christ came that we may have life and have it more abundantly. Wakati tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu, tujue ya kwamba makusudi ni yetu. Sisi ambao tulikuwa mbali, sasa tuko karibu. Sisi ambao saa zingine tunapatwa na magonjwa na tunapona. Jana tulikuwa na safari kutoka hapa, tulienda mpaka Murang'a kuombea mgonjwa jana. Na tukaenda na tukarudi mbele huko pale kunaitwa Kenyona huko, ukipita Kangare huko, tulienda jana, tumerudi usiku kuombea mgonjwa, na tunamuombea katika jina la. Kwa hivyo Yesu alizaliwa kwa ajili yako wewe. Halo? Yesu alizaliwa kwa ajili ya. Unaweza kuletewa hii kikombe, unaweza kuletewa hii kikombe ama hii glass na upatiwe hapa, iwekwe hapa, na hii maji iletwe hapa, na wewe ukae pale ukisema unasikia kiu, ukiwa no kunyota weke tete, no kunyota weke tete, no maemea na gya kunywa kia, no ndurenda kuhuthira ngirathi ino woe na moko maku uthi utahe mai unywe. Wera wa ritwa rĩa Yesu Kristo ni kurega maundu, no mwaka utuike mundu wa kurega maundu tunapoingia 2026, because 2026 nisikize vizuri, we shall be crossing over to take over.
We are crossing over to take over. We are crossing over to take over. 2026 we are taking over. Kuna mambo ambayo haukuweza 2025, you must take them over in 2025. You must take them over by faith. Kwa imani katika jina la Yesu, you must declare and decree that, Father, I declare 2026 is my year of taking over. Pahali nilisukumwa, sasa nitashinda. Pahali nilitupwa, nitakuja. Pahali nililazwa, nitaamka. 2026, I'm taking over. 2026 is a year of takeover. By the power of the blood of Jesus Christ, we are crossing to take over. We are crossing over to take over. Yule mtu ambaye huendelea na wokovu na baraka za Mungu ni mtu mmoja tu. Kama utafanya kitu tunaita continuity in the blessings. Ni mtu ambaye anaangalia yale mambo yamemshinda na anajua sasa vita nitaelekeza hapa. Sasa vita nitaelekeza hapa. Nina vita kwa nyumba yangu, sasa nitaielekeza hapa. Na ile vita nitafanya baada ya maombi, ni kudeclare na kudecree, maana the power of death and life is in my tongue. Nguvu ya uzima na kifo iko katika ulimi wangu. Nitatumia ulimi wangu 2026 kusema hii nimekataa na hii nimekataa katika jina la Yesu. Na hii nimekataa katika jina la Yesu. Na hii nimekataa katika jina la Yesu. Hii nimepokea katika jina la Yesu. Hii nimepokea katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Ukiangalia mtu kama huyo anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa amenenewa na Mungu, tulisubiri maneno hapa. Vile alivyonegai. Lakini hata kama alinenewa na Mungu, mahali alikuwa kukawa njaa. Kuwa njaa akaenda Misri. Sio kusema ati Mungu hako na pamoja naye. Ako pamoja naye hata Misri. Hata akifa ako pamoja naye. Lakini Yakobo akasema, hata nikifa msinizike hapa. Mimi nimeahidiwa mahali na Mungu, munipeleke hapo. That's what we call the faith. Hawole meogotura waga weteki. Hapa kuna Mkamba. Nataka kuimba wimbo wa Kikamba. Tulikuwa nafundishwa nikiwa mtoto mdogo. Kwa sema ni utawa nendeno wawetekyo mwea, ni utawa ne unendeno toe, ni utawa le unendeno toe, ni ugutahone no wagawete kyo mwega, ni ugutahore unedeno tore, ni ugutahore unedeno tore, wagawete kyo mwega, ni ugutahore unedeno tore. Kile kitakusaidia ni imani yako katika Kristo. Kile kitakusaidia sio kusema ati Yesu alizaliwa, ati uje hapo ufikiri ati ni mtoto ako hapa. Hakuna. Yesu si mtoto sasa. Jesus is no longer a child. He is our resurrected Savior. Yeye ni Yesu aliyefufuka kutoka wafu. Akaharibu kazi za shetani, akabomoa kazi za ibilisi, akaharibu magonjwa, akaharibu umaskini, akaharibu matatizo. Sasa wewe ushike na useme katika jina la Yesu, hapa ninatoka. Katika jina la Yesu, hapa ninatoka. Shetani hutaweza, shetani hutaweza. Shetani ujue mimi nimeokoka, mimi ni wa Yesu, mimi ni damu ya Yesu. Huwezi. Unless you wake up and declare things in your house, it would be okay. Aikodoro kagera kwa kurushini. Wakinya makinya meriku wa macharia. Ukoga nyumba ino una naona ndare kadini wale twa Yesu. Ndare ga Jehova de mbere yako. Niye ndi waguthira ni wagutura. Niye ndi wagukomba ndi wagukombanira.
Yeye wako kwenda wa gutura nganage nyanganage uyo wa Jehova. Mimi si wa kukufa, mimi ni wa kuishi, niwe nikisifu jina la Bwana na kutoa ushuhuda. Jina la Bwana wetu lisifiwe. Blessed be the name of the Lord. Ni lazima usimame katika neno la kujua wewe umebahatika, maana mtoto amezaliwa Yesu. Ushike hiyo jina la Yesu, utumie jina la Yesu. Haijalishi mambo yako namna gani, haijalishi mambo yako namna gani. Tunaona sasa ndio kunywa kidogo, siko hapa na wewe niwe kalete giradi maime Jesu shema chia na wikalete ugo Jesu roho mutheru na wikalete ugo ugageterere turiro no mahinde mamakwa maturire majiye kudura odahe omwana wako wa mbere riu ndira gishia mwana wako wa mbere niguo ndaigwita mahinde mamang'ethuka kuma ri miaka igana ugamba utire kindu ta kiu igire guko havuge utire kindu ta kiu. Nimekataa katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Fear and worry, they are the enemies of the enemy. They are the weapons of the devil. Fear and worry. Kitu cha kwanza shetani akatukutupia ni uoga. Ni uoga? Weke ate. Umake. Ukienda mahali kuna mbwa, ukienda mahali ambapo kuna mbwa, ukienda boma ambayo iko na mbwa, ufike hapo kwa gate, mbwa irudishe mkono mguu nini ya pesa kuna kutonya kado kutonya ugiye kundu kwina ngui wakinya haria ukira ngui wetigire wona yacoke mutingo haha kuwa no amenya tiriwira hadireke lakini kikogelea moka yangu patini zako yiyani na kegome zako koma unawezi to koma neno leto la Yesu koma neno la kamera Yesu koma neno la ina waliokirie Yesu koma toka kaje ujo kwake ule shoga atrere wewe kawoga wewe kana ni ugeza gedagira nazo Bwana wetu asifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Lazima tusimame imara katika jina la Yesu. Lazima tusimame imara katika jina la Yesu. Shika mkono waliye karibu na wewe, mwambie vile uliniona 2025, vile uliona 2025, vile uliongea maneno yangu 2025, itabidi ubadilishe, maana 2026 mimi nitakuwa mtu mwingine na mambo mengine katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Shika yeye tena, mwambie rafiki yangu, I'm crossing over to take over. I'm crossing over to take over. Bwana asifiwe sana. Wale watu walikuwa na Daudi hapa watatu mashujaa. Kama watu wote wangekuwa waoga wangeshindwa, si ndio? Lazima kutokea mashujaa ambao wanasema kama anataka maji ya Bethlehem, hata kama ni Wafilisti wako, we shall face them. We shall face them. Because of one thing, the devil is ile kitu unatakaga kuwa maisha yako. Lazima jeri kila siku ukiamka waambie Shetani, listen, me I'm going to be this. And I'm not asking permission from you. No, I'm telling you that's how it's going to be. Upende usi, najua kuna mahali umenichezea, lakini nakwambia upende usipende nitakuwa hii. In the name of Jesus, you declare with your tongue, you declare with your mouth. Katika mdomo wako udeclare. The Bible says you shall declare a thing and it shall come to pass. Wewe utatangaza jambo na litakuja kufanyika. Halo, utatangaza jambo na litakuja kufanya nini? Unajua lazima na wewe masikio yako uyaondoe kwa watu. Uondoe masikio yako kwa nani? Ondoa masikio yako kwa watu.
2025 akili yako ilikuwa, masikio yako unasikiza watu. Wacha kusikiza watu, wewe sikiza Roho wa Mungu. Na amesema leo katika jina la Yesu, amesema leo ya kwamba I know the plans that I have for you, the plans to prosper you, the plans to give you a hope and a future. Niene ni ndiramenya ngayaraga niene ni ndiramenya ni ndiramenya ure maundu makumana tigana na nyina wa Njoroge, tigana na ogwe wetagwo, tigana na mundu mukaya metagwo mundu mukaya, metagwo ndege. Unajua kuna ndege moja inaitwa Chiriku thini wa Nyeri, kwa kanyoni getagwo Chiriku. Kuma rucini nginya kwa ile Chiriku tiriaga ona gatire huruka. Ero shoge ni ndagukania mwaka wa 2026 maundu matari na maana ndugacoke kunjira riu nindirathire bwenge mwira nindathire bwengo mwira nindathire bwenge mwira nindathire bwenge maundu matari na maguru ndugacoke kunjira nindathire bwenge because I'm closely to take over. Yeah, I'm crossing over to take over. Therefore, just tell me things that are relevant, things that add value. Mambo ambayo yataweza kuniongeza mimi value. Uko na miaka ngapi? Wacha niulize. Usiseme miaka. Tuseme mara nikiuliza miaka kuna mtu atakuwa sikia. Labda uko na miaka 40 ama uko na miaka 35 ama uko na miaka 50. Sijui, sinasikia. Kwa hiyo miaka yote ukiambiwa uandike meshana ile umesikia itaweza kuwa kama kiasi gani? Pastor, meshana ile wewe utaginya hauna duka lolote kwa hiyo nitaigana ate. Ingekuwa ni turera tashika. Ngonia nyajibu. Ukihakinya miaka yore mishenere gwita na juko nitaigana ati ugiciria nemege haya ndigukira ndigitarika ni ndigukira maundu macio mothe ngoda unjire kaundu kamwe tu wina ko ugetigana mucene gaka ndigire nako onye kaundu kamwe wina ko unjire gaka wazamido jere kamwe tu unjire gaka tigana mucene ndigire nako gaka dako nyira mucene te kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuacha maisha yako ya 2025, 2024, 2023, ora ku mark time. You just mark time there. Ona gaida kegwire da kera ndo atiriri. Kadesh barana ni mukarira. Kadesh nini? Barana. Utoraga uthiurukaga. Riu ni hakinye taidi ya kuwa march forward. Sasa uende mbele. Cross over to take over. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Na kama ukijua hivyo, you will be different. Wewe utakuwa tofauti na watu wengine. Hauwezi kuwa tofauti mpaka uwe tofauti katika maisha na katika mambo yako yote. Jina la Bwana lisifiwe. That's how you make a difference. Hauwezi kaa katikati ya watu na uwe tofauti na hawa. Ukikaa ndani ya watu utafanana na hawa. Halo. Unajua wakati nilikuwa mwalimu nilikuwa nataka kufundisha hawa watoto ambao hawasikiagi na masikio. Form zikaja kwa college ukaambiwa kama unataka kuendelea na course utatumwa college nyingine ukafundisha wale watoto ambao hawasikii, deaf children. Na tukaambiwa wale wanataka tukajiunga group. Tukapelekwa pale panaitwa Kapsabet, kuna shule moja ya deaf. Tukakuta mwalimu kijaribu kuongea naye amewafundisha mpaka naye sasa hawezi ongea kama sisi. Todo uthomithia mwana utaiguaga
Mwanacho amepewa akili, anasomaga nini? Anasomaga ulimi na dimi vile zinaenda. Kama ni baba kufanya, anajua hiyo ni baba. Yesu. Sasa wakati nienda huko nikakuta yule mwalimu tulioneshwa ili aje atuambie mambo hiyo, watoto walikwambia habari zenu. Habari zenu. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Kauliza, you want to join us? That is very cool. Giwange kidi. Ye dati. Wakati wa kurudi college nilikuwa nimekamwambia hiyo tita hiyo maneno naona mimi siwezi. Ndio nalikutia kwa godera gado. Ukitaka kuambia mtu wewe wale mwega. Ohoro wako. Kuna ndio kumahana ndio wanatindaga nao. Kuna watu hapa wanafanana na wale wanashindaga nao. Hata maongeo yako ni kama ya hawa. Hata tabia yako ni kama, si ati ulitaka ni kukao ulikaa mahali pabaya. Wala ni so. Hiyo maneno nategemea mkudi ukikaa na watu ambao na kama ulikuwa ukikamshera ekaratea leo umeja kawe mkundu ku 2025 kana ndo nakunduka Bwana hizo asifiwe. Bwana hizo asifiwe. Wagapo na furaha. Blessed be the name of the Lord. We are crossing over to take over. Tumesoma vile Yesu alikuja na sababu yake ni kuja kutukomboa kutoka magonjwa, kutoka matatizo, kutoka shida, kutoka nini. Na hatutakubali kukaa katika hayo matatizo 2026 tumekataa. In the name of Jesus. Ikiwa Yesu anazaliwa, if Jesus is being born here on 25th, then kama amezaliwa, mimi nakataa kukaa katika hali ambao nimekaa muda huo wote katika jina la Yesu. I must begin to process. I must begin to take over. Katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Simama juu.